Kwa majina naitwa Dr. Ashraf Idi Mitalio, ni daktari kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kambi ya kibingwa ambayo tunatarajia kuifanya katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Kigoma, na tunatarajia kuifanya kuanzia tarehe 26 mwezi huu wa 5 2025 na itaendelea mpaka tarehe 30 mwezi wa 5 2025. Kwa majina naitwa Dr. Joseph Emmanuel Ngao, kaimu mganga mfawidhi hospitali ya rufaa mkoa wa Kigoma Maweni. Ninayo furaha kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu muhimu ambapo tutazungumzia kuhusu kambi ya matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi. Huduma hizi zitajumuisha magonjwa ya watoto, mifupa, upasuaji, masikio, pua na koo, macho, uzazi na changamoto za kupata ujauzito. Pia kambi hii itakuwa na vipimo vya kisasa kama CT scan, X-ray, ultrasound, mammography na vipimo mbalimbali vya maabara. Lengo ni kutoa huduma kwa wananchi takriban 2,000 ndani ya kipindi hiki ikilinganishwa na takwimu za huduma zilizotangulia. Kwa nini kambi hii ni muhimu? Wananchi wa Kigoma na maeneo ya jirani wanahitaji huduma za kibingwa ambazo awali zilikuwa zinapatikana mbali na kwa gharama kubwa, lakini kwa sasa kupitia kambi hii tunawahakikishia upatikanaji wa huduma bora zitakazomsaidia kila mmoja kwa mahitaji yake. Kambi hii itatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, nyongeza ambazo hapo awali zilikuwa hazijafanyika. Kwa mfano, huduma kwa wenye changamoto za kupata ujauzito, kitaalamu infertility. Uhamasisho kwa wananchi. Na waomba nyote waandishi wa habari muendelee kuwa mabalozi kwa taarifa hizi, mwahabarishe wananchi kwa nguvu zote kuhusu fursa hii muhimu. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha huduma hii inawafikia wote wenye mahitaji. Mwisho, napenda kuwaambia na kuwahakikishia kuwa hospitali yetu iko tayari kikamilifu kutoa huduma hizi za kibingwa na bobezi, na tunaamini kuwa msaada wa vyombo vya habari ni muhimu sana katika kuhakikisha ujumbe huu unafika kwa wananchi kwa urahisi. Na gharama tutakuwa na kiasi kidogo tu ambayo tunazungumza kwamba ni kuchangia huduma, ambayo ni sera inayotuongoza sisi kama hospitali ya umma. Tutakuwa na gharama kidogo tu ya kuchangia huduma kwa ajili ya kufanya usajili na kuonana na daktari, alafu baadaye na mteja ataelekea kwenye vipimo kulingana na jinsi atakavyokuwa ameshauriwa na daktari wake, alafu mwisho atapatiwa matibabu kulingana na shida atakayokuwa imebainika. Na kwa upande wa bima, tunazo bima kadhaa ambazo tunafanya nazo kazi, na wateja au wanufaika wa bima hizo wanakaribishwa. Bima hizo ni pamoja na bima ya NHIF, NCCF, AAR au Assemble Insurance, alafu Jubilee Strategies na bima nyingine kama Medical Teams International, IOM na nyingine nyingi. Kwa hiyo wateja wale wa bima wote tunawakaribisha na wote watapewa huduma. Lakini kwa wale wananchi wa kawaida ambao wao wanatumia cash katika namna ya matibabu, tutakuwa na gharama kidogo tu za kuchangia ambazo ni za kawaida sana, na tunaamini Tanzania wa kawaida anaweza kuzimudu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.